وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بين أصحابه. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisimama kwa ajili ya kuwatolea khutba masahaba wake fi makanin yusamma Ghadir Khum, hiyo sehemu ambayo kwamba alitoa khutba hiyo inajulikana kama Ghadir Khum, baina Makka wal Madina. Ni sehemu ambayo kwamba ipo baina ya hii miji miwili, baina ya mji wa Makka na baina ya mji wa Madina. Baada hijjatil wada'i, baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kumaliza ibada yake ya haji, waumini kila mmoja akashika njia. Mtume na masahaba wanaoishi sehemu za Madina nao wakashika njia kurejea katika mji wa Madina. Walipofika sehemu inayojulikana kama Ghadir Khum, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahutubia masahaba aliokuwa nao. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ala ayuha nnasu innama ana basharun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba. Akawaambia masahaba, enyi watu, ama kwa hakika mimi ni mwanadamu, yananikumba yanayowakumba, yananifikia yanayowafikia, na natarajia hivi karibuni muda wowote atanijia malaika wa maut. Na naam, aliishi karibu miezi miwili na siku kadhaa, kisha akaaga dunia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akaendelea kuwahusia masahaba, akawaambia, wa ana tarikun fikum thaqalaini, nimewaachieni vitu viwili ambavyo kwamba vina heshima ya hali ya juu. Nimewaachieni vitu vizito viwili. Awwaluhuma kitabullahi fihi alhuda wan-nur huwa hablullahi man ittaba'ahu kana 'ala alhuda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah fakhudhu bikitabillah wastamsiku bihi. Akawaambia, jambo la kwanza ambalo kwamba nimewaachieni na ninawahimizeni na jambo kama hilo, nimewaachieni kitabu cha Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala, nimewaachieni Qur'an. Ndani ya hiyo Qur'ani fihi alhuda, kuna uongofu ndani yake. Mtu hawezi shikamana na Qur'ani akapotoka. Mwenyezi Mungu alitaja ndani yake kuna huda linnasi wa bayinatin min alhuda, kuna uongofu wa kila aina ya watu. Kila Muislamu ili azidiwe na uongofu ashikamane na Qur'ani. Hata asiyekuwa Muislamu akitaka mwongozo, akitaka hidayah, ashikamane na kitabu cha Mwenyezi Mungu fihi alhuda wan nur. Na ndani ya hiyo Qur'ani kuna mwangaza ambao kwamba utamsaidia avuke salama kwa kila aina ya giza ya uzushi, giza ya ushirikina, giza ya maasiya. Kila aina ya giza atasalimika na kitabu cha Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Akazidi kueleza masahaba wake, fakhudhu bikitabillah ay istimbatan wa hifdhan wa ilman, shikamaneni sana na hicho kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mkiwa na jambo lolote, regeni kwenye Qur'ani, fanyeni istimbati na Qur'ani,
mpate jawabu kutokana na Qur'ani. Hifadhini mno maneno ya Mwenyezi Mungu, hifadhini Qur'ani. Elimu yenu ichukueni kutoka kwenye Qur'ani, chimbuko yake, sozi yake iwe ni kitabu cha Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Wastamsiku bihi ay fatamassaku bihi i'tiqadan wa amalan, na itikadi yenu iwe ni Qur'ani na matendo yenu iwe ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ukipata amri kwa Qur'ani fata, ukipata katazo kuwa mbali na katazo, maadamu sozi yake imetokana na kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu. Wal amalu bikitabillah, na ili mmoja wetu ndugu waislamu awe anafanyia kazi maneno ya Mwenyezi Mungu, ili mmoja wetu awe anaipatia Qur'ani haki yake kama alivyotaka mtume wetu sallallahu alayhi wasallama. Al-amalu bi ahadithi rasulillah sallallahu alayhi wasallama. Hauwezi ukashikamana na Qur'ani kisha uwe mbali na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallama, ni jambo haliwezekani. Kwa sababu ukiingia tu kwenye Qur'ani utapata Mwenyezi Mungu anakuambia wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim ya Muhammad ibn Abdullah. Tumekuteremshia wewe Qur'ani, hiki kitabu tulikuteremshia wewe litubayyana linnasi, wewe ndiye mzuri wa kubainishia watu. Ni wewe tu utawatafsiria makusudio Mwenyezi Mungu alikusudia nini kwenye Qur'ani. Huwezi shikamana na Qur'ani ukawa mbali na mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallama. Huwezi shikamana na Qur'ani ukajiweka mbali na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallama. Ukiingia kwenye Qur'ani kwa kufuata wasia wa mtume katika viwili alivyotuachia kitabullah, utapata ndani yake Mwenyezi Mungu anasema wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Yale alowaleteni mtume yapigeni makamama, yale alokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam kwenu yapokeeni kwa mikono miwili, na iwapo kuna jambo amewakanyeni basi komekeni, jiwekeni mbali na jambo kama hilo. Fahatta sallallahu alayhi wasallam ala kitabillah waraghaba fihi, mtume akaendelea kuwahimiza masahaba, akaendelea kueleza masahaba umuhimu wa kushikamana na Qur'ani na wafanye himma na kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Thumma qala sallallahu alayhi wasallama, kisha mtume akataja jambo la pili akasema wa ahlu baiti udhakkirukumullah fi ahli baiti, udhakkirukumullah fi ahli baiti, udhakkirukumullah fi ahli baiti. Jambo la pili mtume akaimiza katika khutba aliyoitoa baina ya Makka na Madina, sehemu inayojulikana kama Ghadir Khum. Masahaba wanamsikiza kwa makini kwa sababu mtume kesha toa green light, muda wowote nitaaga dunia, muda wowote nitaondoka. Haya ni katika mambo ambayo kwamba ninawaachieni. Baada ya kukizungumzia kitabu cha Allah akasema na watu wa nyumba yangu, ninawakumbusheni, ninawahimizeni, ninawatakeni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, chungeni heshima ya watu wa nyumba yangu. Na hili la nyumba yake alilikariri mara 3, na kila anapokariri bila shaka ni ziada katika maana ama kutilia uzito katika yale ambayo kwamba anayataja mtume sallallahu alaihi wasallam.